kila mama ndani ya nafsi yake aipande mbegu ya unadhifu na ukarimu. Baba ameenda huko, amehangaika, anakuja, hakuna hata mtu anashughulika kwenda kumpokea, anajileta mwenyewe na limzigo lake. Humo ndani kuna nyama, kuna kasamaki, kuna vidagaa, kuna kamchele. Hakuna anayempokea. Unamwangalia tu na watoto wanamwangalia tu. Hiyo sio nidhamu. Hapo hapana mapenzi tena. Tujifunze kuwafanyia ukarimu waume zetu, na ili tuendelee kudumisha furaha ndani ya ndoa zetu. Bila kuwa wakarimu kwa waume zetu lakini na wanadhifu, maana unatoka asubuhi umeamka, ulikuwa unaosha samaki, yale matone ya samaki yamekudondokea kwenye dira, unatoka asubuhi mpaka jioni, baba narudi unalo hilo, kwani lazima si ulivue uoge uvae lingine. Takbir. Anakuja nakuta hilo linanuka samaki, anasema ndio anaenda kutafuta nyumba ndogo. Sisi ndio tunawafukuza. Tunawafanya waende kutafuta nyumba ndogo, kwa sababu akienda kule nyumba ndogo msafi ananukia na kadhalika. Inawezekana hamna uwezo wa kununua udi, hamna uwezo wa kununua perfume, lakini usafi tu wa kuoga na sabuni unatosha kumvutia mume wako arudi. Mashallah. Tuache kujiachia. Mwenyezi Mungu ametuumba sote wazuri, na wewe alikuona wewe mzuri kuliko wengine wote, ndio maana akakuoa. Sasa unataka kufifisha uzuri wako kwa nini? Hima kina mama, unadhifu natakiwa kwenye ndoa ili mwanaume aendelee kukupenda na kurudi nyumbani. Ukijiachia ukatoa harufu, na ataenda kutafuta mwenye maziwa manene akamfunika. Utaanza kulia.